ni ibada ya kumilikishwa na Bwana. Ni ibada ya Mungu kuachilia neema kwenye mikono yako ya kumiliki. Haleluya. Ibada ya kumilikishwa na nani? Na Mungu. Haleluya. Kuna kumiliki na kumilikishwa. Ili umiliki lazima umilikishwe. Hivi ndio hivyo? Si ndio? Haleluya. Ili umiliki lazima umilikishwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni ibada ya kumilikishwa na Bwana. Lazima kuna vitu umilikishwe, upewe, viwe vya kwako, vimilikishwe kwa majina yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27. Inaomba nisomee. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 na 27. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Wa baharini. Na ndege wa angani. Na wanyama. Na nchi yote pia. Haleluya. Tumfanye mtu kwa mfano wetu, ili huyo mtu akuje kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba kutawala, amepewa neema ya kutawala samaki zote wa baharini na nchi yote pia. Hiyo neema iliachiliwa ndani ya mwanadamu, kwamba alimilikishwa nchi, alimilikishwa kutawala juu ya vyote, alimilikishwa kusimama juu ya vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi, Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu aliumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Ndio. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia. Akawabariki, kwamba akaachilia nguvu kwao. Haleluya. Akawapa nguvu. Zaeni. Mkaongezeke. Mkaijaze nchi. Na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini. Na ndege wa angani. Na kila kiumbe chenye uhai. Kiendacho juu ya nchi. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Akambia, nendeni, zaeni muongezeke. Sio wao tu, kwamba ile neema ya kuongeza, kwamba zaeni muongezeke. Sio uzazi tu, kwamba kuzaa watoto, hapana, kwamba kila walichokuwa nacho kinazaa na kuongezeka. Biashara inazaa na kuongezeka. Mifugo inazaa na kuongezeka. Mali inazaa na kuongezeka. Maana ndani yao wamepewa nguvu ya kuzaa na kuongezeka. Sio kupoteza, kuzaa na kuongezeka. Ukiona biashara yako haizai, haiongezeki, kazi yako haizai, haiongezeki, ujue umeshatolewa kwenye kumiliki. Sasa tunatakiwa tuombe neema tukurudishe kwenye kumiliki, maana umeenda tofauti na ule mpango wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lazima kila unachokimiliki kizae, kiongezeke.
Huwezi kaa miaka 5 kwenye biashara moja. Huwezi kaa miaka 5 kwenye chumba kimoja. Huwezi kaa miaka 5 uko na kitu kimoja tu. Hapana. Ile neema ya maongezeko iko wapi? Leo tutaita ile neema ya kumiliki na kuongezeka. Amen. Maana Bwana amesema zaeni muongezeke. Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Halo? Amen. Hatujaambiwa tutapanye, tumeambiwa tuongezeke. Tumeambiwa tuongezeke. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo neema ya kuongezeka itakuja kwako. Kama uliona vitu vyako vilikuwa vinaharibika, unaanzisha hichi kinakufa, unaanzisha kingine kinakufa, unaenda kama hauendi, umesimama haijulikani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tutakachoita ni kwamba kurejeshewa kwenye umiliki. Bwana ameachilia neema ya wewe kumiliki, na wewe ni sura na mfano wa Bwana, kwamba wewe ni mtawala na umemilikishwa, wakakutoa kwenye umiliki wako. Sasa saa imefika ya kurudi kwenye umiliki wako. Ni saa ya kumilikishwa na Bwana. Haleluya. Utapokea leo neema ya kumilikishwa na Bwana. Amen. 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 Na utaona maongezeko kwenye kila ulichokuwa nacho kwa mikono yako. Amen. Utaona maongezeko. Amen. Utaona matunda. Amen. Haleluya. Amen. Mti mzuri tunaujua kwa matunda. Haleluya. Amen. Yesu kuna mahali alikuwa anaenda, wakahitaji kupata matunda kwa mti fulani. Wakaona ule mti hauna matunda, akaulaani ukanyauka. Maana kwa nini aliulaani? Aliulaani kwa sababu, kwa nini huu mti una uhai na usiwe na matunda? Kumbe kila chenye uhai kinatakiwa kilete matunda mazuri. Amen. Na hata wewe ukiwa mahali hapa, usikae tu, unatakiwa umletee Bwana matunda. Amen. Lazima ushuhudie kuhusu kazi ya Bwana. Lazima utangaze habari njema ya Injili. Amen. Habari njema ya madhabahu ya Bwana. Huo ndio mti wenye matunda, ndio mti unaozaa matunda. Amen. Sijui kama unanielewa mwana wa Mungu. Amen. Sijui kama unanielewa mwana wa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Shoka imeshakwisha kuwekwa. Mti usiozaa matunda utakatwa, utaondolewa. Sasa lazima wewe uwe mti wa kuzaa matunda. Lazima matunda yaonekane. Umesali mwaka, miezi 6, miezi 3, mwezi umetendewa muujiza mkubwa. Umeshuhudia nani? Nani amekuja kwa kanisa kwa ajili ya huo muujiza wako? Nani amekuja kwenye madhabahu yako kwa ajili ya huo muujiza wako? Haleluya. Nani amefika kwa madhabahu? Umeleta wangapi? Umeshuhudia wangapi? Umesimama kuitangaza ile habari ya Mungu mtenda muujiza? Tangazaje? Kwa kiwango kipi? Lazima uwe mti wenye kuzaa matunda. Haleluya. Uwe mti wenye kuzaa matunda. Lazima uwe na ujasiri, maana una ushuhuda. Ukimwambia mtu jambo, lazima ndani yako si una ushuhuda. Haleluya. Kwamba nimetendewa 1, 2, 3. Bwana amenifanyia hili na hili kwenye ile madhabahu. Twende. Na sasa hata kushuhudia ni rahisi sana. Uko sokoni, uko dukani, uko wapi, uko kazi. Shuhudia ni rahisi sana, maana ufalme wa kuzimu unawafuatilia watu kwa kiwango ambacho ni cha ajabu sana. Kila mtu yuko mbioni anakimbizwa. Kwa hiyo wewe ukimwambia kwamba wewe, ili usikimbizwe, kuna mahali nikupeleke upate ulinzi, ili usimame, usikimbizwe na magonjwa, usikimbizwe na madeni, usikimbizwe na mateso 1, 2, 3. Mtu anatafuta mahali pa kupumzika. Lazima wewe umlete pa kupumzika. Yes. Haleluya. Usiwe na wivu. Amen. Usiwe na wivu kwamba nikimsuita.
lazima umlete mahali pa kupata pumziko, maana kuna vitu vimemchosha, kuna mambo yamemchosha. Lazima uzungumze, lazima useme, lazima ueneze habari, sanya yote isikie. Maana kila mtu ndani ya wiki moja lazima umekutana na zaidi ya watu 10. Hao watu 10 hawakusikiagi tu, hauwaalikagi tu. Usiposhuhudia, na wewe utashuhudiwa kwenda kwa waganga. Bora washuhudie ili wengine watupe mairisi, wakuje kwa madhabahu ya Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ongeza makofi ya Yesu Kristo. Amen. Kwa ukiona hauongezeki kiroho, ukiona hauongezeki kiuchumi, ukiona hauongezeki kwenye ndoa yako, ujue umeondolewa kwenye kumiliki. Sasa leo ninahitaji tufanye maombi ya kurudishwa wewe kumiliki. Amen. Ya kurudishwa wewe kumiliki. Amen. Ya kurudishwa wewe kumiliki. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Lazima ufurahie matunda ya kazi yako. Lazima ufurahie matunda ya kazi yako. Amen. Hivi mtu akisema, yaani mama fulani alinipeleka kwenye maombi, Mungu amenisaidia, Mungu ambariki tu, unafikiri hizo baraka zimeenda bure? Lazima zinakufikia, lazima zinakuja kwako. Haleluya. Kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 1. Inaomba tuende haraka haraka, muda wetu sio rafiki sana. Yoshua 1 mstari wa 1. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio. Ikawa baada ya kufa kwake Musa, mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Yoshua, ndio, mwana wa Nuni, mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Ndio. Haya basi ondoka, vuka mto huu wa Yordani, ndio, wewe na watu hawa wote, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo ya anayeamka asubuhi na mapema kwenda kazini ni wewe. Anayeteseka ni wewe. Kwa nini hauoni faida? Ni kwa sababu hiyo kazi imenyang'anywa kwenye mikono yako, hujamiliki. Kuna anayechukua. Ndio zile wanasemaga roho za chuma ulete, roho za chuma upeleke. Umekuwa mtumwa wa madeni, umekuwa mtumwa wa mahospitali, umekuwa, nikisema hospitali kwamba umetengenezwa magonjwa ya kichawi. Pesa yako inaishilia huko, hata hayaonekani, hata hujulikani nini kinakutesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa sasa malango yamefunguliwa na kuzimu, kwamba amepata 100,000, wanafungua mlango wa kuingiza hiyo 100,000. Amepata 1,000,000, wanafungua mlango wa kuingiza hiyo 1,000,000. Amepata 500,000, wanafungua mlango wa kuingiza hiyo 500,000. Hakuna kitu inakaa kwa mikono yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mkaribishe watu, bado viti vipo. Amen, haleluya. Kwa hiyo wote mmeshakuwa wahudumu. Asante Yesu. Amen. Kwa hiyo sasa, kwa nini vitu vinakuja kwa mikono yako alafu vinatoka bila mpangilio wako, bila wewe kupanga? Kwa nini ushike 1,000,000 kwenye mkono wako alafu iende kwenye jambo ambalo hujalipangilia wewe? Ghafla mtoto ameugua, ghafla umepata shida fulani, ghafla ndugu yako fulani amepata matatizo, anahitaji hiyo 1,000,000. Ghafla shida fulani imetokea kwenye familia, inahitajika hiyo 1,000,000. Kwa nini upate na ichukuliwe kwa mikono yako? Ni kwa sababu unawafanyia wengine kazi. Kazi yako imemilikiwa na watu wa giza
hauimiliki wewe. Sasa leo kama Bwana isivyo, na kurudisha kwenye umiliki wako. Kazi yako utaimiliki. Amen. Kila lango la kuzimu inayochukua pesa yako, lango la kuzimu inayochukua mafanikio yako, Yes. lango la kuzimu inayotafuna uchumi wako, Yes. lazima hilo lango litafungwa. Ndio. Lazima litafungwa. Ndio. Utamiliki kwenye kazi yako. Yeah. Utamiliki kwa chochote unachokifanya. Amen. Utakula jasho lako. Kile unachogharamikia utaila. Amen. Mungu achilie neema kwako kwa jina la Yesu. Kile 35. Kwenye Joshua kuna pointi moja Mungu alimwambia kwamba uwe na ushujaa tu mwingi. Uwe na moyo mkuu na ushujaa. Mtawala lazima uwe na moyo mkuu na ushujaa. Mtu mwenye hatima lazima uwe na moyo mkuu na ushujaa. Hawezi kulialia, hawezi kukata tamaa, hawezi kuzoofika. Haleluya. Lazima, ngoja nizungumze hii ya Joshua. Lazima uwe na moyo mkuu. Lazima, hiyo ni lazima. Haleluya, sio ombi. Hawezi kulegalega. Si Mungu alimwambia, akasemaje? Mstari wa 5. Hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sintakupungukia wala sintakuacha. Hapata kuwa na mtu yoyote atakayesimama mbele. Kama alivyokuwa na Musa, ndivyo atakavyokuwa na Yoshua, si ndio? Twende mstari wa 6. Inasema uwe na moyo wa ushujaa. Vitu vya kukatisha tamaa viko vingi. Kitakacho kusababisha ushinde hivyo vitu ni moyo mkuu na ushujaa. Unajua maana ya moyo mkuu na ushujaa? Ni mtu ambaye hauyumbishwi na hali ngumu. Unajijua wewe ni nani. Hata dhahabu ikirushiwa kwenye zizi la ng'ombe, ikachafuliwa na mavi ya ng'ombe, ikatupwa kwenye dimbwi la takataka, lakini ikitolewa huko, uthamani wa dhahabu itapungua, itapotea. Dhahabu si itabaki kuwa dhahabu. Sasa wewe ndivyo unatakiwa kuwa hivyo. Ni maana ya kuwa na moyo mkuu wa ushujaa mwingi. Lazima uwe na moyo mkuu. Mwenye hatima na mwenye maono lazima uwe na moyo mkuu. Usiogope vita, lazima uwe na moyo mkuu. Mstari wa 7 tena anamwambia uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sawasawa na kila utendalo. Unaona, uwe ushujaa, uwe hodari tu na ushujaa mwingi. Sio ushujaa tu, ushujaa mwingi, kwamba kwa maana nyingine anamtahadharisha kwamba nimekuahidi kwamba hakuna atakayesimama mbele yako, lakini vita haitaacha kuja. Vita itakuja, lakini vita utapigana nayo tu. Utapambana nayo, utapigana nayo. Vita itakuja, mawimbi yatakuja, lakini utakabiliana nayo. Uwe hodari na ushujaa mwingi. Lazima, kuna wakati inafika kwa maisha yako, kwenye maono yako, hakuna anaye kusapoti. Watu wote wa karibu wamekuacha. Watu wote unaowategemea kwamba watakuunga mkono hawakuungi mkono tena. Kila mmoja anakuambia umekosea. Ungetuliza kwanza. Hiyo safari kweli iko ya madhara mengi, hautafanikiwa. Hiyo biashara umeanzisha haitainuka kabisa. Huu mji sio wa biashara. Ungetuliza, sina ushauri mwingine. Ukiuliza yule mtu unayemtegemea, hawezi kukupatia ushauri. Wote wamekukimbia na kukutenge. Sasa hapo kinachohitajika, umekimbiwa, umetengwa na watu, umebaki wewe mwenyewe mwenye maono. Lazima uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwamba upiganie maono yako, upiganie hatima yako, upiganie kazi yako, upigane wewe mwenyewe. Watakuja kuona matokeo mbeleni. Yes.
Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Wengi wakikuacha na kukutenga, baki na Mungu, baki na maono yako. Amen. Siku ukikamilisha hayo maono, Mungu atasimama pamoja nawe. Watakuja kukupepea. Haleluya. Watakuja kukupongeza. Amen. Amen. Ndio maana ya kuwa shujaa, lazima upambanie maisha yako. Mtu yuko hali mbaya, yuko ICU, alafu watu wanaona kama huyu atakufa, anasema sifi, nitaishi, nitayasimulia matendo makuu ya Bwana. Hakuna kufa mtu. Haleluya. Bwana Yesu, lazima uyasimamie maono yako. Amen. Lazima ujue kusimamia kitu kile cha kwako unachokipenda. Mithali 30 mstari wa 5. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Ndio. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Yeye ni ngao yao wamwaminio. Haleluya. Kila neno la Mungu limefanyaje? Limehakikishwa. Yeye ni ngao yao wamwaminio. Yeye ni ngao yao wamwaminio. Mstari wa 6. Usiongeze neno katika maneno yake. Asije akakulaumu. Ukaonekana mwongo. Mstari wa 7. Mambo haya mawili nimekuomba. Haleluya. Ongeza tena makofi. Mambo mangapi? Mawili. Mangapi? Mawili. Wewe uko nayo mangapi ambayo leo unamuomba? Uko na mangapi? Mengi. Haleluya. Haya ni maneno ya Aguri. Mtu mmoja anaitwa Aguri. Jina lenyewe ngumu. Haleluya. Mambo mangapi? Mawili. Yaani akasema ana mambo, rudia. Mambo haya mawili nimekuomba. Usininyime matatu. Kabla hajafa. I say, kuna watu wameamua kuomba. Na sisi tunatakiwa tuamue kuomba. Yaani mtu anamwambia Mungu, mambo haya mawili nimekuomba. Usininyime matatu, kwamba nimeomba mawili, lakini kama kuna ya zaidi usininyime, wewe unitendee tu. Lakini haya mawili ni ya muhimu sana. Usininyime kabla sijafa. Hivi umeshaweka agano na Mungu kabla haujafa? Nini kinataka maisha yako yaweje? Haleluya. Umeshawahi kufikia hiyo hatua? Mtu anaomba ako mzima, anasema mambo haya mawili ndio ninayokuomba, matatu kabla sijafa. Ya kwanza, uniondolee ubatili na uongo. Usinipe umaskini wala utajiri. Unilishe chakula kilicho kadri yangu. Mstari wa 9. Nisije nikashiba nikakukana. Kwamba nikatajirika kupita kiasi, nikashiba nikakukana, nisikukumbuke. Unipatie, kama ni utajiri ni wa kiasi, unipe chakula cha kushiba. Achilia neema ya vitu vinavyonitosheleza mimi. Nikasema, Bwana ni nani? Wala nisiwe maskini sana nikaiba. Wala nisije nikawa maskini sana nikaiba. Na kulitaja bure jina la Mungu wangu. Haleluya. Mwambie mwenzako, umeielewa hiyo? Nisiwe maskini sana nikaiba. Usinipe utajiri wala umaskini. Usinipe mali ya kuwatesa wengine na kuwaonea wengine. Lakini pia umaskini unaondoa watu fulani kwenye maisha yako.
ambao ni watu wabaya, ambao wakukukatisha tamaa kwamba unataka kupiga hatua, tubaki kwenye umaskini wetu, unataka kufanya hivi, tubaki kwenye umaskini wetu. Leo Mungu akubariki utokane na roho za umaskini. Bwana akupatie kwa kadri ya haja ya moyo wako. Haleluya. Na umaskini unatukanisha jina la Mungu wako. Ili uheshimishe jina la Mungu wako, lazima uwe na chakula ambacho unapata kwa kadri ya haja yako. Amen. 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 Haleluya. Amen. Umeelewa hiyo? Huyu mtu aliapa kabla hajafa, Mungu ampatie hayo mambo, asiwe maskini. Sijui kama wewe utapigana hiyo vita vya kutoka kwenye hali ngumu. Utafanya kazi kwa bidii, utaomba Mungu kwa bidii, na utataka kuona matokeo. Mimi nakumbuka sababu iliyonisababisha niandike, hata nikitumia 100 niandike, ni sababu ya kwamba sihitaji vipotee vile habari, maana niko na vita na roho ya umaskini. Ukoroge zeke umelipwa 10,000, haiwezi enda tu bure. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Yaani kwenye mambo mengine tutakuwa na huruma, lakini kwenye mambo ya kupeana pesa, kwa kweli hatuna huruma huko. Hakuna huruma huko. Maana lazima upime. Hii ni chuma ulete. Hii ndio imetengenezwa. Hii inakuwaje hili sasa? Ujasiri na ushujaa unahitajika. Shika ulichokuwa nacho ili adui asije akatwaa taji yako. Wewe kwa nini huwezi kupigania vitu vyako? Pigana. Saa 9 usiku unaamka unapigana. Unaomba unapigana. Wewe unalalaje katikati ya vita? Usingizi unakujaje katikati ya vita? Pigana. Haleluya. Pigana. Akili yako iwekeze kwenye kupigana, kwamba hauko salama, upo katikati ya vita. Pigana. Pigana kiroho, jua kuamka, pigana. Usijiaminishe tu uko na upako, pigana, omba. Haleluya. Kadri utakavyoomba ndivyo utakavyofanikiwa sana. Haleluya. Haleluya. Funga na kuomba. Funga hata basi ya kupunguza aina ya chakula. Funga hata basi ya kupunguza kiwango cha chakula. Funga hata masaa machache, kama uweze funga. Funga hata masaa 6, maana umeweka patano. Jua kupigana. Mimi ninaamini, mimi najua hakuna kinachonishindaga. Nikisema hapa tutatoka na tutajenga na tutakuwa na machapo kubwa hapa Sanya, tutaheshimika, itatimbia. Mimi ninakwambia, yaani si kuambia, nakuhakikishia. Mimi si ndio baba wako wa kiroho? Nakuhakikishia. Haleluya. Tutapigana, iwe mvua, iwe jua. Haleluya. Ila tutafanyaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumalizie kitabu cha ipi? Wakati tunasoma hii unatakiwa usimame. Yohana 3:35 hadi 36. Kama unaandika andika, alafu baadaye wakati anaendelea kusoma. Yohana 3. Jua kupigana, mwana wa Mungu. Usiwe na udhaifu. Leo umeomba haujajibiwa, kesho unaomba tena. Sijui ningepata watoto wa kiroho watakao nifanania, hakika tungeondoka kwenye shida nyingi. Nisome Yohana 3:35. Nasoma kwa msaada wa Bwana. Baba ampenda mwana. Baba ampenda nani? Mwana. Mwana. Naye ampa vyote mkononi mwake. Na yeye anampa vyote mkononi mwake. Vitu vinamilikiwa kwa nini? Kwa mkono, si ndio? Haleluya. Baba ampenda mwana, na yeye anampa vyote mikononi mwake. Haleluya. Inaomba kusanya viti.